Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza, na kusalimu kwa jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Na namshukuru sana Mungu kwa ajili ya mwezi wetu mpya, mwezi wa 6. Na ndani ya mwezi huu, ndugu msikilizaji, Mungu ametupa neema na kibali cha kuwa na maombi ya mfungo wa siku 3. Mtu wa Mungu, ndani ya siku 3 hizi tutafunga, tutaomba na tutautafuta uso wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtu wa Mungu unayenisikiliza, jiandae sana kumuona Mungu ndani ya siku hizi 3. Jiandae sana kumsikia Mungu, mtu wa Mungu. Jiandae sana kuona wema wa Mungu na fadhili za Mungu. Kwa sababu mtu wa Mungu, tunapofunga tunaua mwili, lakini roho zetu zinakuwa na nguvu. Kwa hiyo kwa sababu tumeua mwili, roho zetu zitaenda mbele za Mungu na kunyenyekea na kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndugu msikilizaji, ninatamani sana uweke bidii. Ninatamani sana uweke nia. Bwana Yesu asifiwe. Na ninatamani sana uweke imani. Kwa sababu siku 3 hizi ni siku 3 za kipekee. Ni siku 3 ambazo tutanyenyekea mbele za Mungu. Ni siku 3 ambazo tutaona mkono wa Mungu. Na ni siku 3 ambazo Mungu atatushangaza sana. Bwana Yesu asifiwe. Na maombi yetu haya, mtu wa Mungu, tutayaomba kuanzia saa 11 jioni, tutayaomba saa 3 usiku, na tutayaomba saa 9 usiku. Mtu wa Mungu, maombi haya yatarushwa YouTube kwenye channel yetu ya Minister Melebi. Kwa hiyo ninaomba sana hakikisha unafuatilia. Na kama Mungu atakupa neema ya kurudia zaidi, rudia na kurudia. Bwana Yesu asifiwe. Tunapofunga siku 3 hizi, mtu wa Mungu, tunaenda kubeba miezi 6 ya nusu mwaka wetu huu. Na tutaombea mwezi wa 6, mwezi wa 7, hadi mwezi wa 12. Ninaomba nikuhakikishie, mtu wa Mungu unayenisikiliza, Mungu atatuhudumia sana. Mungu atakutana sana na haja zetu. Unachotakiwa wewe kufanya, mtu wa Mungu, cha kwanza, andaa moyo wako. Cha pili, nyanyua imani yako. Cha 3, omba kwa bidii. Kwa sababu neno la Mungu linasema hivi, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi linatoka kwa Bwana. Kwa hiyo mtu wa Mungu, fanya sehemu yako. Andaa moyo wako mbele za Mungu. Andaa moyo wako mbele za Mungu, na Mungu atatuhudumia sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba tuombe ili tuweze kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu tunakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Mungu tunasema asante kwa ajili ya rehema zako. Neno lako linasema hakuna lililoanza pasipo damu. Leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza ya maombi yetu haya ya mfungo, ninanyunyiza damu ya Yesu. Ninanyunyiza damu ya Yesu kwa kila mtu anayeomba. Roho Mtakatifu, ukatusaidie tukaombe pamoja na wewe. Ukatusaidie tukakusikie, tukafuate maelekezo yako, na ukatusaidie katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, siku ya leo ikiwa ni siku ya kwanza ya maombi yetu ya kufunga na kuomba, na kichwa cha somo letu la siku ya leo kinasema hivi, uso wako uende pamoja nami ili nipate raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaomba nikirudie kichwa chetu cha somo la usiku wa leo, kinasema hivi, uso wako uende pamoja nami ili nipate raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu wa Mungu unayenisikiliza, siku ya leo tutaenda kuomba uso wa Mungu uende pamoja na sisi. Uende pamoja na sisi wote tunayesikiliza maombi haya. Uende pamoja na sisi wote tutakaoomba maombi haya.
Kwa nini uso wa Mungu uende pamoja na sisi? Ili Mungu atupe raha. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu unayenisikiliza. Dada Krista, naomba nisomee Kutoka 33:15. Kutoka 33:15. Naye akamwambia, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unaona kitu ambacho Musa anamuomba Mungu. Anamwambia Mungu, uso wako usipokwenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Kwa hiyo mtu wa Mungu, na sisi leo tutaenda mbele za Mungu kumwambia Mungu hivi ya kwamba Mungu, uso wako usipokwenda pamoja nami au pamoja nasi, usituchukue kutoka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka kuona uso wa Mungu unatembea na sisi kwenye hii nusu mwaka iliyobakia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 14. Kutoka 33 mstari wa 14. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona kitu ambacho Mungu anamwambia Musa, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo unaona kitu ambacho pia Mungu anamuongezea Musa, raha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ndani ya mwezi huu, mtu wa Mungu, ndani ya nusu mwaka huu, mtu wa Mungu, ndani ya maombi haya ya mfungo, tunaenda kumwambia Mungu, uso wako uende pamoja nasi. Kwa sababu uso wa Mungu ukienda pamoja nasi, au ukiwa pamoja nasi, mtu wa Mungu, tutapata raha. Dada Krista, nisomee hiyo Kutoka 33:14, habari njema nikuonyeshe kitu. Kutoka 33:14, Biblia habari njema. Mungu akasema, mimi mwenyewe nitakwenda pamoja nawe na nitakupa faraja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukisoma ili andiko kwenye habari njema, neno la Mungu linasema, Mungu akasema, mimi mwenyewe nitakwenda pamoja nawe na nitakupa faraja. Kwa hiyo mtu wa Mungu, tunapouzungumzia uso wa Mungu, tunazungumzia Mungu mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunazungumzia uwepo wa Mungu. Kwa hiyo Musa alipokuwa anamuomba Mungu uso wake, maana yake alikuwa anamuomba Mungu yeye mwenyewe. Maana yake alikuwa anamuomba Mungu uwepo wake. Kwa hiyo Musa alikuwa anataka uwepo wa Mungu uwe pamoja naye. Amen. Na Mungu akamjibu, mimi mwenyewe nitakuwa pamoja nawe na nitakupa faraja. Kwa hiyo raha tunayoizungumzia, mtu wa Mungu, ni faraja. Amen. Ni pumziko. Kwa hiyo usiku wa leo, mtu wa Mungu, kwenye haya maombi ya mfungo, mtu wa Mungu, Mungu anapotupa raha, maana yake Mungu anatupa faraja. Maana yake Mungu anatupa pumziko. Kwa hiyo tunapoenda mbele zake kuomba uso wa Mungu, maana yake tunaenda mbele zake kuomba uwepo wa Mungu. Maana yake tunamuomba Mungu yeye mwenyewe kuwepo katikati yetu. Na Mungu akiwepo katikati yetu, maana yake faraja inakuwepo pamoja na sisi. Amen. Na pumziko linakuwepo pamoja na sisi. Amen. Kwa hiyo huu nusu mwaka ambao umebaki, hii miezi ambayo imebakia, mtu wa Mungu, uso wa Mungu ukiwa pamoja na wewe, faraja inakuwepo. Pumziko linakuwepo. Kwa hiyo hautaona mashaka wala changamoto. Kwa sababu gani? Utaona pumziko. Mungu atakupumzisha kwenye kila kitu ambacho kinakusumbua. Mungu atakufariji kwenye kila maumivu ambayo yapo na wewe. Ndio maana siku ya kwanza ya mfungo wetu, mtu wa Mungu, hatutaki kitu chochote bali tunamtaka Mungu. Hatutaki kitu chochote bali tunataka uso wa Mungu. Tunataka uwepo wa Mungu, uwepo pamoja na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sana. Dada Krista, naomba nisomee Zaburi 51 mstari wa 11. Zaburi 51 mstari wa 11. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma kwenye hii Zaburi, unamuona Daudi anamwambia Mungu, usinitenge na uso wako,
wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Kwa hiyo Daudi alikuwa anamwambia Mungu, Mungu usinitenge na wewe. Usinitenge na uwepo wako, na Roho Mtakatifu wako usiniondolee. Maana yake nini, mtu wa Mungu? Kwenye uso wa Mungu yupo Roho Mtakatifu. Amen. Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu. Kwa hiyo mahali ambapo kuna uso wa Mungu, kwa hiyo Roho wa Mungu anakuwepo. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kwenye siku yetu ya kwanza ya mfungo, hatutaki kitu chochote, bali tunataka uso wa Mungu. Amen. Tunamtaka Mungu mwenyewe. Tunataka uwepo wake ili Roho wake awepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kule juu tumeona ya kwamba uso wa Mungu ukiwepo, raha inakuwepo. Maana yake faraja inakuwepo. Amen. Maana yake pumziko linakuwepo. Amen. Mtu wa Mungu, tunataka tuone Mungu akitupa faraja, akitupa pumziko. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi anamuomba Mungu, usinitenge na uso wako. Manake Mungu usinitenge na wewe. Mungu usiniache. Mungu usiondoke. Uwepo pamoja na mimi, na Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuna mahusiano kati ya Mungu, ya uso wa Mungu na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo uso wa Mungu ukiondoka, Roho Mtakatifu anaondoka. Uso wa Mungu ukiwepo, Roho Mtakatifu yupo. Kwa hiyo ndani ya maombi haya, mtu wa Mungu, ndani ya mfungo huu, mtu wa Mungu, tunajinyenyekeza mbele zake. Tunamwambia Mungu, tunaomba uso wako uende pamoja na sisi. Utembee pamoja na sisi kwenye hii miezi 6. Mungu, utembee pamoja na sisi siku ya leo, ili tupate faraja, ili tupate pumziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada Krista, nisomee Zaburi 27 mstari wa 8 nikuonyeshe kitu. Zaburi 27 mstari wa 8. Uliposema, nitafuteni uso wangu, moyo wangu umekuambia, Bwana, uso wako nitautafuta. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Daudi anamwambia Mungu, uliposema ni utafute uso wako, moyo wangu ukakwambia, Bwana, uso wako nitautafuta. Mtu wa Mungu, Mungu ametuita kwenye mfungo wa siku 3. Na siku ya kwanza anasema, ombeni uso wangu. Na Daudi anatuambia Mungu alimwambia, tafuta uso wangu. Na Daudi anatuonyesha, anamwambia Mungu, uliposema ni utafute uso wako, moyo wangu ukakwambia, naam Bwana, uso wako nitautafuta. Nimekwambia mtu wa Mungu, tunapofunga tunaua miili yetu. Roho zetu zinakuwa na nguvu. Kwa hiyo usiku wa leo, mtu wa Mungu, tumeua miili yetu. Lakini roho yetu inasema, Bwana, uso wako nitautafuta. Mtu wa Mungu, tunapoutafuta uso wa Mungu, tunamtafuta Mungu mwenyewe. Amen. Tunatafuta uwepo wake. Amen. Tunatafuta mkono wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, tukiuzungumzia uso, kama kawaida, uso una macho, uso una masikio, uso una pua, na uso una mdomo. Kwa hiyo tunapouangalia uso wa Mungu, unakuwa na kila kitu. Kwa hiyo kwenye uso wa Mungu, Mungu atakuangalia, mtu wa Mungu. Amen. Kwenye uso wa Mungu kuna masikio, Mungu atakusikiliza, mtu wa Mungu. Amen. Kwenye uso wa Mungu kuna mdomo, Mungu atasema na wewe, mtu wa Mungu. Amen. Kwenye uso wa Mungu kuna pumzi, Mungu atavipa pumzi vitu vyako vyote ambavyo viko kwenye hali ya kufa. Ndio maana Mungu anasema, uso wangu ukiwa pamoja na wewe, utapata raha, utapumzika. Kwa sababu Mungu anajua ya kwamba atakuangalia. Ndio maana neno la Mungu linasema, macho ya Bwana yapo kila mahali, yakiwaangalia watoto wake. Ndio maana Daudi anamwambia Mungu, usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Kwa sababu Daudi anajua uso wa Mungu ukiondoka, maana yake macho ya Mungu hayako pamoja na yeye. Mdomo wa Mungu hauko pamoja na yeye. Masikio ya Mungu hayapo pamoja na yeye. Na pumzi ya Mungu haipo pamoja na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho tutaomba kwenye siku ya kwanza. Mungu, tunaomba uso wako uende pamoja nasi. Uende kwenye maisha yetu. Uende kwenye kazi zetu. Uende kwenye familia zetu. Uende kwenye mipango yetu.
uso wa Mungu ukiwepo, Roho Mtakatifu yupo. Tutapata pumziko la namna ya ajabu sana, mtu wa Mungu. Amen. Na neno la Mungu linasema hivi, mtu wa Mungu, ukisoma kwenye Mithali 8:17, na wapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama tutamtafuta Mungu kwa bidii, tutamuona. Amen. Na neno la Mungu linasema uso wa Mungu ni uwepo wa Mungu, ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo kama tutaomba kwa bidii ndani ya hizi siku 3, tutamuona Mungu mwenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ngoja nikuonyeshe andiko moja, mtu wa Mungu. Dada Krista, naomba nisomee Ezra 8 mstari wa 21 hadi wa 23. Ezra 8 mstari wa 21 hadi wa 23. Ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava, ili tupate kunyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka, kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa mali yetu yote. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi, ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu ya wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Basi tukafunga, tukamsihi Mungu wetu kwa ajili ya hayo, naye akatutakabali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, ukisoma andiko hili, Ezra anasema hivi, ndipo nikaamuru kufunga hapo penye mto Ahava. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ili tupate kujinyenyekeza mbele za Mungu na kutafuta kwake njia iliyonyoka, kwa ajili yetu sisi wenyewe na kwa ajili ya watoto wetu na kwa ajili ya mali yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unapotafuta njia iliyonyoka, unapomtaka Mungu, unafunga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamuona Ezra na watu wake wanafanya. Lakini ukisoma kule juu, mtu wa Mungu, neno la Mungu linasema hivi, Ezra alienda Babeli. Alikuwa ameenda kuwachukua watu wa Mungu watoke Babeli waende Yerusalemu ili wakamtumikie Mungu. Kwa hiyo alipofika Babeli, akaongea na mfalme kule. Mfalme akamkubalia wala kumpinga. Kwa hiyo akaruhusu watu wa Mungu waliokuwepo Babeli watoke waende na Ezra. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na neno la Mungu linasema mfalme akampa Ezra mali nyingi. Akampa fedha, akampa dhahabu, akampa vitu vingi. Ukisoma sasa kwenye mstari wa 22, dada Krista, naomba nisomee nikuonyeshe kitu. Mstari wa 22. Maana naliona haya kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi, ili kutusaidia juu ya adui njiani. Kwa maana tulikuwa tumesema na mfalme tukinena, mkono wa Mungu juu ya wote wamtafutao kuwatendea mema, bali uweza wake na ghadhabu yake ni kinyume cha wote wamwachao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo neno la Mungu linasema Ezra akaona aibu kumwambia mfalme, baada ya kunipa vitu vyote, ninaomba unipe kikosi cha askari ili watulinde njiani. Kwa nini anataka kulindwa njiani? Kwa sababu anajua njiani kuna maadui, njiani kuna wanyang'anyao, njiani kuna uharibifu. Kwa hiyo Ezra akaamua wakae, wafunge, wamtafute Bwana. Bwana aende pamoja nao kwenye njia wanayoiendea. Ngoja nikuonyesha tafsiri nzuri sana. Dada Krista, naomba nisomee Ezra 8 mstari wa 21 hadi wa 23, Biblia ya habari njema. Ezra 8 mstari wa 21 hadi wa 23, Biblia ya habari njema. Kisha nilitoa maagizo kuwa sisi sote tufike karibu na mto Ahava, ili tufunge na kujinyenyekeza mbele za Mungu wetu na kumuomba atulinde na kutuongoza katika safari yetu pamoja na watoto wetu. Ingekuwa aibu kubwa kwangu kumuomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi wa kutulinda na adui njiani, maana nilikuwa nimekwisha mwambia kuwa Mungu wetu uwabariki wote wanaomtafuta, lakini uwachukia na kuwaadhibu wote wanaomwacha. Kwa hiyo tulifunga na kumuomba Mungu atulinde, naye aliyasikia maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma Biblia
habari njema imetuelezea kwa lugha nyepesi zaidi. Neno la Mungu linasema hivi: kisha nilitoa maagizo kuwa sote tufike karibu na mto Ahava, ili tufunge na kujinyenyekeza mbele za Mungu wetu na kumwomba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi leo watu wa Mungu tumefunga mbele za Mungu, tunamuomba na kujinyenyekeza kwa habari ya uso wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba Mungu, tunauomba uso wako, na neno la Mungu limetuambia uso wa Mungu ni uwepo wa Mungu. Uso wa Mungu ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunasema tuna safari ya kuelekea kwenye mafanikio yetu. Tuna safari ya kuelekea mbele. Mungu ametupa neema, tupo kwenye mwezi wa 6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna safari ya kuelekea kwenye nusu mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunataka kumwona Mungu atulinde njiani. Tunataka kumwona Mungu atusaidie. Tunataka kumwona Mungu atuinue. Tunataka kumwona Mungu atusaidie. Lakini hatuwezi kumuomba mwanadamu, kwa sababu hakuna mtu aliyemuomba mwanadamu akafanikiwa. Tumefundishwa kwa habari ya uso wa Mungu. Uso wa Mungu una kila kitu. Uso wa Mungu ni yeye mwenyewe. Kwa hiyo wote leo tunajinyenyekeza mbele za Mungu. Neno la Mungu linasema Ezra wakakaa kwenye mto Ahava, wakajinyenyekeza mbele za Mungu, wakamwomba Mungu awalinde njiani. Na sisi leo tunajinyenyekeza mbele za Mungu, tumefunga na kuomba. Tunataka Mungu atuongoze kwenye safari yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo leo tunamuomba Mungu tuongoze kama ambavyo ulimuongoza Ezra. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema hivi: Ezra akasema, ingekuwa aibu kubwa kwangu kumwomba mfalme kikosi cha askari na wapanda farasi wa kutulinda na adui njiani, maana nilikuwa nimekwisha kumwambia kuwa Mungu wetu uwabariki wote wanaomtafuta. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo tumesikia neno la Mungu. Ukiutafuta uso wa Mungu unakuja. Ukimtafuta Mungu kwa bidii unakuja. Kwa hiyo ni aibu kwenda kugonga kwenye nyumba za watu kutafuta misaada. Ni aibu kusubiria watu watujibu, wakati Mungu ukimuomba anakusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tunataka kumuona Mungu akitusaidia. Sisi tunataka kumuona Mungu akituinua. Sisi tunataka Mungu yeye awe kura yetu ya kwanza. Amen. Kwa hiyo hatuna mtu wa kumuomba, wala hatuna mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bora hata Ezra mwanzo anasema nikienda kumwomba mfalme itakuwa aibu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kumuomba mwanadamu ni aibu. Kumuomba mtu ni aibu. Bora twende mbele za Mungu. Walikajinyenyekeza na kuomba. Neno la Mungu linasema Mungu akawatakabali. Maana yake Mungu akawasikia. Na sisi leo tunapoutafuta uso wa Mungu, Mungu atatutakabali. Mungu atatusikia. Tunaomba uso wake uende pamoja nasi. Amen. Tunaomba wema wake uende pamoja nasi. Amen. Tunamuomba Roho Mtakatifu wake asituondolee. Lakini hata kama Mungu alikuwa atuangalii, labda tulimkosea, labda tulimtenda maovu, leo aturehemu, uso wake utuangalie tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema kwa hiyo tulifunga na kumuomba Mungu atulinde, naye alisikia maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi leo tumefunga, watu wa Mungu. Tunamuomba Mungu atulinde. Amen. Tunamuomba Mungu atupe uso wake. Amen. Tunamuomba Mungu aende na sisi. Amen. Ndio maana Musa akamwambia Mungu, uso wako usipoenda pamoja nami, usituchukue kutoka hapa. Na sisi tutamwambia Mungu, tunataka uso wako. Tumefunga na kuomba, tunautafuta uso wako. Amen. Tumefunga na kuomba, tunakutaka wewe. Utuongoze kwenye hii njia tunayoiendea. Utuongoze kwenye hii safari tunayoielekea. Amen. Uso wako usipokuwa pamoja nasi, Mungu, usitutoe kutoka hapa. Amen. Uso wako usipotuangalia, Mungu, usituchukue. Tunaomba uso wako utusaidie. Amen. Neno la Mungu linasema Ezra akamwambia Mungu, akaomba Mungu atulinde. Na sisi tunataka Mungu atulinde. Amen. Tunataka Mungu atuongoze. Tunataka Mungu atulinde na wanyang'anyi. Amen. Tunataka Mungu atulinde na watu wabaya. Tunataka Mungu atulinde na watu wa giza. Tunataka Mungu atulinde na maovu. Tunataka Mungu atushindie. Tunataka Mungu atulipie madeni. Tunataka Mungu atuinue. Tunataka Mungu asaidie watoto wetu. Tunataka Mungu atupe hizo dili na hizo tenda. Lakini tukienda kumwomba mwanadamu ni aibu. Wanadamu
wanadamu watatusema vibaya, wanadamu watatutangaza. Mtu wa Mungu, hiyo tenda, nenda mbele za Mungu. Nenda nayo kwenye mfungo, mwambie Mungu, nina hii tenda ya kiasi hiki kingi cha hela, na kutaka wewe. Uso wako Mungu uende pamoja nami. Uso wako utusaidie. Mungu, tunataka kukaa mahali fulani, lakini hatuna mtu, ni aibu kuwaomba wanadamu. Na wanadamu wanaweza wakatukatalia. Ezra aligundua, akasema ni aibu. Ni aibu kurudi kuomba askari kwa mfalme. Ni aibu kwenda kuwaomba wanadamu. Kwa hiyo tukae hapa, tufunge, tujinyenyekeze, tutafute uso wa Bwana, tumuombe yeye atuonyeshe njia iliyonyooka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kama unataka njia iliyonyooka, omba mbele za Mungu. Omba mbele za Mungu. Mweleze Mungu mahitaji yako. Mweleze Mungu unachokitaka. Lakini cha kwanza, utafute kwanza uso wake. Cha kwanza, omba Mungu uso wake. Cha kwanza, mwambie Mungu uso wako. Uso wako. Daudi anasema ya kwamba Mungu akamwambia, utafute uso wangu. Akamwambia, naam Bwana, uso wako nitautafuta. Na sisi Mungu leo ametuita kwenye mto, ametuita kwenye nyumba zetu. Akatuambia, tafuteni uso wangu. Tafuteni uso wangu. Na sisi tukamwambia Bwana, tutafunga na kuomba. Tutajinyenyekeza mbele zako. Tutautafuta uso wako. Neno lako linasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu. Nasi tutajiandaa Bwana. Nasi tutajikana nafsi zetu. Nasi tutaumiza miili yetu. Tutakutafuta. Ndipo Mungu akasema, naam, mtaomba saa 11 jioni. Mtaomba saa 3 kamili usiku. Mtaomba saa 9 usiku. Tukamwambia Mungu, naam, tutaomba. Tutarudia tunaomba kuona uso wako. Tutarudia tunaomba uso wako uende pamoja na sisi. Tutarudia tunaomba uso wako utuongoze kwenye njia iliyonyooka. Utulinde na adui njiani. Tulinde ndani ya mwezi wa 6. Tulinde mwezi wa 7. Tulinde mwezi wa 8. Tulinde mwezi wa 9. Mwezi wa 10, wa 11 na wa 12. Neno la Mungu linasema kwenye uso wa Mungu kuna macho ya Mungu. Macho ya Mungu ni kweli ya Mungu. Macho ya Mungu yanafunua vilivyo sirini. Macho ya Mungu yanaona yaliyo gizani. Kwa hiyo mtu wa Mungu, Mungu akikupa uso wake umepata yote. Hakuna kitu utatafuta au utakiona. Kwa sababu gani? Macho ya Bwana yapo kwenye uso wake. Mtu wa Mungu, kwenye uso wa Mungu kuna pua ya Mungu. Maana yake kuna pumzi. Hakuna chenye umauti utakibeba. Maiti zote ambazo nguvu za giza walikusudia kukupa zitafufuka. Nakwambia ndani ya nusu mwaka huu hautaangamia, bali utapita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Hautakaa, utatoka. Kwa sababu gani? Uso wa Mungu uko pamoja na wewe. Kwenye uso wa Mungu, mtu wa Mungu, kuna kinywa. Utasikia sauti ya Mungu ikikwambia, njia ni hii. Wewe, njia ni hii. Iende Kristo, njia ni hii. Ifuate. Hapana, huyo sio mtu sahihi. Mtu sahihi ni huyu. Kwa nini? Kuna kinywa kwenye uso wa Mungu. Kwa hiyo utaisikia sauti ya Mungu. Utalisikia neno la Mungu. Utamwona Mungu akikemea adui zako. Utamwona Mungu akikupa maonyo. Utamwona Mungu. Lakini zaidi ya yote, kwenye uso wa Mungu kuna masikio. Utamsikia Mungu kwa sauti yake. Utamsikia kwenye masikio yako. Ndio maana neno la Mungu linasema uso wa Mungu ni yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Dada Kristo, nisomee Ezra hiyo 8 mstari wa 31 nikuonyeshe kitu. Nisomee Biblia habari njema. Ezra 8 mstari wa 31, Biblia habari njema. Mnamo siku ya 12 ya mwezi wa kwanza, tulisafiri kutoka mto Ahava kwenda Yerusalemu. Mungu wetu alikuwa pamoja nasi, akatulinda na maadui na washambuliaji wa njiani. Bwana Yesu asifiwe. Walipoomba, Mungu akatakabali maombi yao. Mungu akasikia. Ukisoma 31 unamuelewa Ezra. Anasema walifika Yerusalemu salama. Lakini Mungu aliyomuomba alikuwa nao njiani. Anasema hivi, akatulinda na maadui na washambuliaji wa njiani. Maana yake nini? Njiani walikutana na maadui. Njiani walikutana na washambuliaji. Na sisi leo, mtu wa Mungu, kwenye hii siku ya kwanza ya mfungo, tunapomuomba Mungu uso wake, maana yake kila adui aliyekuepo njiani atafanikiwa. Mipango yao itaharibika. Kwa hiyo kila
washambuliaji walioko njiani hawatafanikiwa. Amen. Mipango yao itaharibika. Ezra anatuelezea wakafika salama. Na sisi tutafika salama. Amen. Why? Uso wa Mungu upo pamoja nasi. Amen. Uso wa Mungu umeenda pamoja nasi. Amen. Uso wa Mungu unatuangalia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Naomba nisomee Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 1 mpaka wa 4. Nyakati wa Pili sura 20 mstari wa 1 mpaka wa 4. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari. Na tazama, wako katika Asasoni Tamari, ndiyo En-Gedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute Bwana. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ukisoma hili andiko, unaona Yehoshafati anaambiwa ya kwamba kuna watu wanakuja vitani kwenye mji wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yehoshafati anaogopa sana. Alipoona anaogopa, akaamua kumtafuta Bwana. Ukisoma mstari wa 3, neno la Mungu linasema hivi, Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana, akatangaza mbiu ya watu kufunga katika Yuda yote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi leo watu wa Mungu tunautafuta uso wa Bwana. Na kwa sababu tunautafuta uso wa Bwana, tumetangaza kufunga. Tunataka kuona uso wa Mungu. Ya kwamba uende nasi ili tupate raha. Amen. Uende nasi ili tupumzike, tupate faraja. Neno la Mungu linaonyesha kabisa Yehoshafati ili amtafute Bwana. Bwana atakayemsaidia vitani, akatangaza kufunga. Amen. Kwa nini anafunga? Ajinyenyekeze. Kwa nini ajinyenyekeze? Ili Bwana amuone, ili uso wa Bwana uwe pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na sisi usiku ya leo, mtu wa Mungu, tunataka kumwona Bwana. Tunataka uso wake uwe pamoja na sisi. Kwa hiyo tumefunga, tunaomba, tunajinyenyekeza mbele zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista, nisomee mstari wa 15. Nyakati wa Pili sura ya 20 mstari wa 15. Akasema, sikieni Yuda wote, nanyi mkao Yerusalemu, na wewe mfalme Yehoshafati. Bwana awaambia hivi, msiogope wala msifadhaike kwa ajili ya jeshi kubwa hili, kwani vita si yenu bali ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walipokuwa wamefunga, wanaomba mbele za Bwana, Roho Mtakatifu akawashukia, akawaambia, msiogope. Vita si yenu, vita ni ya Bwana. Amen. Kwa hiyo mtu wa Mungu, leo tukiwa tunaomba, tumefunga na kuomba na kutafuta uso wa Bwana, tutamuona Bwana. Bwana atasema na sisi. Amen. Na Bwana atatusaidia kama alivyomsaidia Yehoshafati. Bwana atatuambia tusiogope. Kwa hiyo kama kuna jambo lolote, mtu wa Mungu, kwenye maisha yako lolote unaliogopa, baada ya maombi haya, nakwambia uso wa Bwana utakuwa pamoja na wewe. Amen. Nakwambia utukufu wa Bwana utakuwa pamoja na wewe. Amen. Na Bwana atakupa raha. Ugonjwa ulionao utaondoka. Bwana atakupa raha. Hofu ulionayo itaondoka. Bwana atakupa raha. Jambo lolote ulilo nalo litaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dada Krista, naomba nisomee Nyakati wa Pili 7:14 hadi 15 tukaombe. Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14 hadi wa 15.
ikiwa watu wangu walioita kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Kina nani? Sisi, mtu wa Mungu. Tumeitwa kwa jina lake. Tumeisikia sauti yake. Neno la Mungu linasema hivi, watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta uso. Na sisi leo tunajinyenyekeza, tunaomba, tunautafuta uso wake. Uso wa Bwana uende pamoja nasi. Uso wa Mungu utuangalie. Uso wa Mungu uwepo katikati ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linasema na kuziacha njia zao mbaya. Basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtu wa Mungu, leo tulipofunga tumeshusha miili yetu. Tumeua miili yetu. Maana yake tumekubali kuacha njia mbaya. Amen. Tumeamua kumtafuta yeye. Na neno la Mungu linasema atatusamehe na atatuponya nchi yetu. Kwa hiyo yeyote mwenye changamoto, baada ya maombi haya utaona mkono wa Mungu. Na neno la Mungu linasema kwenye mstari wa 15, sasa macho yangu yatafumbuka na masikio yangu yatasikia maombi ya watu wao waombao mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekwambia mtu wa Mungu, kwenye uso wa Mungu kuna macho na masikio. Na Mungu anatuthibitishia, anasema sasa macho yangu yatafumbuka. Kwa hiyo mtu wa Mungu, uso wake ukiwa pamoja nasi, uso wa Mungu ukienda pamoja nasi, macho ya Mungu yatafumbuka. Yatatuangalia. Amen. Yatatusaidia. Amen. Yatatuelekeza. Amen. Yatatuponya. Yatatutoa kwenye changamoto zetu zote. Anasema hivi, na masikio yangu yatasikiliza maombi ya watu waombao mahali hapa. Kwa hiyo siku ya leo Mungu atasikia sauti zetu. Amen. Mungu atasikia sala yetu. Amen. Na Mungu atatusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nyanyua mikono yako, mtu wa Mungu, juu. Mshukuru Mungu mahali ulipo. Bwana Yesu, tunakushukuru kwa neema yako. Asante kwa neno lako la wakati. Asante kwa maarifa yako. Tunakushukuru Bwana Yesu. Asante kwa uaminifu wako. Asante kwa kusema nasi Bwana. Katika jina la Yesu Kristo. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Ninasogea mbele za madhabahu yako. Tunaomba uturehemu siku ya leo. Tunaomba uturehemu jioni ya leo. Tunaomba uturehemu usiku wa leo. Tunaomba uturehemu kwenye siku ya kwanza ya mfungo wetu. Utusaidie, uturehemu, utusaidie. Uso wako uende pamoja nasi. Uso wako uende pamoja nasi. Nasi utupe raha. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Tunaomba rehema zako. Tunaomba rehema zako. Bwana Yesu, rehemu maisha yetu. Rehemu maisha yetu. Kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Mungu, omba rehema. Tunakuja mbele zako. Tunaomba rehema. Omba, mtu wa Mungu. Tunaomba rehema. Siku ya leo Zoromanda kabade. Zoromanda kabade. Tunaomba tunaomba rehema Baba. Tunaomba uturehemu. Rehemu watoto wako. Rehemu watoto wako. Turehemu Bwana Yesu. Turehemu Bwana Yesu. Tunaomba rehema zako. Rekomanda kabade. Rekomanda kabade. Omba rehema, mtu wa Mungu. Omba rehema, mtu wa Mungu. Rekomanda kabade. Zekodia manda kabade. Rehemu maisha yetu. Rehemu maisha
maisha yetu, rehemu hatua zetu, rehemu familia zetu, rehemu kazi zetu na biashara zetu, rehemu ndoa zetu, rehemu mahusiano yetu, rehemu mipango yetu. Omba rehema mtu wa Mungu, omba rehema mtu wa Mungu, mwambie Mungu akurehemu. Randa baba 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 zaramanda kabadehe rekomanda kababa sharamanda foroba shakaramanda kabadehe zerekomanda kabashakaramanda kabadehe rikomanda kabashakaramanda kabadehe soromanda kabadehe soromanda kabasharamanda kabadehe. Neno lako linasema Bwana Yesu, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kutafuta uso, rikomanda kabade saramanda kabade soroma shakaramanda kabade. Omba mtu wa Mungu, omba 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 saramanda kabade saramanda kabade saramanda kabade saramanda kabade saramanda kabade saramanda kabade. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu. Baba, ninaomba usinifiche uso wako, ninaomba unirehemu, rehemu maisha yangu, rehemu makosa yangu, rehemu maovu yangu, nirehemu kwa damu yako, nirehemu kwa damu yako, nirehemu baba yangu, rehemu maisha yetu, rehemu baba yangu, rehemu baba yangu, rehemu baba yangu, rehemu baba yangu, rehemu baba yangu. Naomba rehema zako, naomba rehema. Randa bashata ya manda sorakatara manda kabade rekomanda kabade zaramanda kabade zaramanda kababa baba zarababa baba 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 zarababa baba baba baba. Sema unanyenyekea mbele zako, mwambie Mungu unanyenyekea mbele zako. Zerekomanda kabasharamanda kabade, mwambie Mungu na utafuta uso wako. Zereko shataya zaramanda kabade zaramasa karamanda kabada yaka zarabasha karamasa karamanda. Mwambie Mungu akuonyeshe uso wake, mwambie Mungu nionyeshe uso wako, nionyeshe uso wako, nionyeshe uso wako. Riko saramanda kabade. Omba mtu wa Mungu, omba mtu wa Mungu. Zakata ya manda zarabashata zaramasa karamanda zaramasha karamanda. Baba, tupate raha nafsini mwetu, tupate raha kwenye mioyo yetu, tupate raha kwenye maisha yetu. Rekosa zaramanda turehemu, turehemu, turehemu. Naomba rehema, ni rehemu Baba, ni rehemu Baba, rehemu maisha yangu, rehemu maisha yangu, rehemu teso langu, rehemu Baba, rehemu hatua zangu, rehemu huduma yangu, rehemu saa ya maombi, rehemu Baba yangu, rehemu Baba yangu. Unataka kunisaidia, ndio maana umeniita kwenye saa ya maombi, umeniambia tafuta uso wangu, na mimi nimesema Baba, na uso wako nitautafuta. Ninaomba unirehemu, ninaomba unirehemu, ninaomba unirehemu. Rehemu nyumba yangu, rehemu familia yangu, rehemu watoto wangu, rehemu mahusiano yangu, rehemu uchumi wangu, rehemu mahusiano yangu na wewe. Baba yangu ni rehemu, baba yangu ni rehemu, baba yangu ni rehemu, ni rehemu Mungu wangu, ni rehemu nisaidie, rehemu kazi yangu, rehemu kazi yangu, rehemu uchumi wangu, rehemu familia yangu, rehemu mlango wa baba yangu, rehemu mlango wa mama yangu, rehemu wazee wa tumbo langu, rehemu Baba, rehemu, 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 rehemu Baba, rehemu. Naomba rehema zako, naomba rehema zako, naomba uso wako. Randa kabade, randa kabade, zaramanda kabade, zaramanda kabade, zaramanda kabade, zaramanda kabade, zaramanda kabade. Omba, omba mtu wa Mungu. Zakatarama, zarababa baba, zaramanda kabade, karamanda kabade, zaramanda kabade, zaramanda kabade, zaramanda kabade, rekomanda kabade. Katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, na siku ya leo umetukusanya mbele zako, umetuambia tufunge na kuomba ili tuone uso wako. Siku ya leo tunaomba mbele zako, tuone uso wako, tuone uso wako kwa jina la Yesu. Neno lako linasema kwenye Nyakati wa Pili sura ya 7:14 na 15, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza na kuomba na kunitafuta
kunitafuta uso. kunitafuta uso. Siku ya leo tunanyenyekea mbele zako. Tunaomba mbele zako. Uso wako uende nasi. Uso wako uende nasi. Na utupe raha. Omba mtu wa Mungu aye maombi. Baba, katika jina la Yesu, siku ya leo tunanyenyekesha mbele zako. Tunaomba mbele zako. Tunautafuta uso wako. Baba, uso wako uende nasi. Baba, uso wako ututangulie. Baba, uso wako kwenye siku yetu ya kwanza ya mfungo. Uso wako uwe pamoja nasi kwenye safari yetu ya maisha, kwenye safari yetu ya nusu mwaka. Baba, tunaomba uso wako. Baba, tunaomba uso wako. Baba, tunaomba uso wako. Tunaomba uso wako. Utupe raha, utupe pumziko, utupe amani, utupe tulizo katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Omba uso wa Mungu. Nanda baba Sarabashaka Saramanda Kabadi 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 Saramanda Kabadi. Omba mtu, omba mtu, omba mtu, atupe raha, atupe raha, Saramanda Kabadi Saramanda Kabadi Saramanda Kabadi, utufadhili, utusaidie, Saramanda Kabadi Saramanda Kabadi Saramanda Kabadi Saramanda Kabadi Saramanda nitakwenda pamoja nawe. Nasiye Bwana, tunaomba wewe mwenyewe uende nasi. Ufunike maisha yangu. Uso wako uende nasi. Ufunike nyumba yangu. Uso wako Baba. Ufunike maisha yangu. Uso wako Baba. Ufunike teso langu. Ufunike teso langu. Ufunike aibu yangu. Wewe mwenyewe ufunike maisha yangu. Wewe mwenyewe ututangulie. Utuonyeshe njia iliyonyoka. Wewe mwenyewe ututangulie. Wewe mwenyewe utufunike uwepo wako. Utufunike uwepo wako. Ututangulie uwepo wako. Uwepo wako. Nguvu zako zitufunike. Baba, tunaomba. Baba, tunaomba wewe mwenyewe uende nasi kwenye nusu mwaka iliyobaki. Wewe mwenyewe uende nasi. Mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10, mwezi wa 11, mwezi wa 12, Ratabasha Saramanda Kabade Rekoma Saramanda Kabade Rekoma Sakata Sarabakata Sarabashata Saramanda Kabade Sarabashata Sarabakata Sarabashata Sarabakata Sarabakata Serekota Sorobashata Sarabashata Sarabakota na wa 12 Serekota Soroboshara Sarabakota Serekota utupe faraja, utupe pumziko. Uso wako utuangazie. Uso wako uende nasi. Macho yako yafunguke. Masikio yako yasikie dua zetu. Roho wako Mtakatifu usituondolee. Tunaomba Bwana, tunaomba leo, tunaomba Baba, tunanyenyekea mbele zako. Tunaomba Bwana, tunanyenyekea, tunashuka Baba yangu, tunashuka mbele zako, tunashuka chini Baba, tunashuka chini Baba, tunashuka mbele zako, tunashuka mbele zako, tunashuka mbele zako. Tusaidie Baba yangu, Saramanda Kabadi, katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu, tunakuomba rehema zako siku ya leo situfunike, situsaidie. Uso wako Baba utuangalie. Tunaomba utusaidie na utuongoze kwenye njia iliyonyooka ndani ya miezi, ndani ya nusu mwaka. Utuongoze kwenye njia iliyonyooka. Utusaidie uende nasi
uende nasi, uende nasi uende nasi kwenye njia zetu kwenye zote, njia zetu kwenye zote, njia zetu kwenye zote, njia zetu kwenye zote, mambo yote, kwenye mambo kwenye yote, mipango yetu kwenye yote, mipango yetu kwenye yote, mahitaji yetu kwenye yote, mahitaji yetu kwenye yote, nia zetu kwenye zote. nia zetu zote. Uturehemu Baba, Uturehemu utuongoze Baba, utuongoze kwenye njia kwenye njia iliyonyooka. iliyonyooka. Omba hayo maombi. Baba mwema, Zaramanda Mungu kabadi, mwaminifu, zaramanda kabadi. tunaomba Omba leo, njia iliyonyoka mbele yako. utuongoze Omba njia iliyonyoka kwenye njia miezi. Rikomanda, iliyonyooka. zarabashataya, Tunaomba leo, zaramasharamanda, tunanyenyekea, zarabashakaramanda, tunashuka zarabashakaramanda. chini. Tunaomba Tuongoze Baba yangu utuongoze kwenye njia iliyonyooka. kwenye Ongoza njia kazi yangu, iliyonyooka, ongoza biashara yangu, kama vile ongoza watoto wangu, ulivyomuongoza ongoza mume Ezra. wangu, Nasi, ongoza mke Bwana, wangu, ongoza watu utuongoze, wangu tufike hawa wanaoomba salama. Baba Utuongoze, kwenye njia iliyonyooka. tufike salama. Ongoza mahusiano yangu, Utuongoze, ongoza shule tufike yangu, salama. ongoza mipango Kwenye yangu, inusu mwaka, ongoza kilimo changu, utuongoze, ongoza taasisi tufike yangu, salama. ongoza kampuni yangu, Utuongoze, ongoza mipango tufike yangu, salama. ongoza maisha yangu Uniongoze kwenye Yesu. njia iliyonyooka, Ongoza hatua kwenye zangu. njia iliyonyooka, Ongoza kwenye mipango njia yangu. iliyonyooka, Ongoza kwenye kesho njia yangu. iliyonyooka, Ongoza kama maono ulivyomuongoza yangu. Yesu, Ongoza kama mahusiano ulivyomuongoza yangu. Yehoshafati, Ongoza kama biashara ulivyomuongoza yangu. Musa. Ongoza Karamasharamanda huduma hii. kabadi, Ongoza zarabashakaramanda kazi zetu. kabadi, Baba utuongoze. zarabasharamanda, Baba utuongoze. zaramashakataya, Baba utuongoze. zaramashakaramanda, Baba utuongoze. zaramashakataya, Ili tufike zaramasharamanda, salama. Ili tufike zaramashakaramanda. salama. Ili Tulinde na waviziao Baba, salama. tulinde na Baba waharibifu Baba, utuongoze. tuongoze Baba njiani, utuongoze. tuongoze njiani, Baba utuongoze. tegua mitego yote, Baba toa utuongoze. mitego yote, Baba fukia utuongoze. mashimo yote. Baba Reko, utuongoze. zeroko, Maadui zeroko, zeroko, wasitupate. zeroko, zeroko, Washambulia zereko, wasitupate. rikota, Baba saramanda, utuongoze. zorobata, Baba zarabasha, utulinde. rakamanda, Baba utulinde. saramanda kabade, Baba rekoma utuongoze. saramanda kabade, Tunaomba saramanda ulinzi kababa wako. baba, Tunaomba zarababa ulinzi baba, wako. zarababa Tunaomba baba ulinzi baba, wako. zireko, Kwenye inusu zarabasharamanda, mwaka. Baba saramanda utuongoze. kabade, Baba zarabashakarama. utuongoze. Tunanyanyua Baba mahitaji utulinde yetu. njiani. Ongoza baba Baba yangu, utulinde ongoza njiani. baba yangu, Baba sikia utulinde sala njiani. zetu, Baba sikia utulinde maombi yetu. njiani. Rikota, Baba utulinde zekoramanda njiani. kabade, Kwenye njia zarabasharamanda Yesu. kabade, Baba zarabasharamanda, utulinde. Baba zarabasharamanda, utulinde. Baba zarabashakaramanda, utulinde. Adui zarabasharamanda asitupate. kabade, Washambuliaji zarabashara, wasitupate. zaramanda kabade. Waviziaji Baba tunaomba, wasitupate. adui asipate, asituone, Baba adui tunaomba, asitupate. Reko, utulinde. zaramanda, Baba Baba tulinde na tunaomba, washambuliaji, utulinde. Baba tulinde Na na maneno ya vizi yao. laana, Baba Na tulinde vizi yao. na mipango ya Baba uovu, utulinde. Baba Kwenye tulinde. njia iliyonyooka. Jaramanda, Baba utulinde. zaramanda kabade, Baba utulinde. zaramanda kabade. Baba Kila utulinde. silaha ya waovu, Baba kila utuongoze. silaha ya waovu, Baba kila utuongoze. mapepo mabaya, Baba kila utuongoze. mashambulizi ya kichawi, Baba Baba utulinde. tulinde, Kwenye utuongoze. mikono yako. Jaramanda, Tukawe zaramanda salama. kabade, Uso wako. zaramanda kabade. Baba Utuangazie. yangu, Baba yangu, Uso wako. Baba yangu, Baba yangu, Utuangazie. Baba yangu, Baba Macho yangu, yako. Baba yangu, Baba yangu, Yatuangalie. Baba yangu, Baba Macho yangu, yako. Baba yangu, Baba yangu, Yatuangalie. Baba yangu, Baba Pumzi yangu, yako. zarabashara, Itupumzie. zaramanda kabade. Pumzi yako. Uso wako, Itulinde uso Bwana. wako Baba, Itulinde katika Bwana. jina la Yesu Katika Kristo. jina la Yesu. Mtu wa Mungu, nyanyua sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako. Nasema asante kwa ajili ya siku ya kwanza ya mfungo huu Baba. Nasema asante kwa ajili ya siku ya kwanza ya maombi haya Baba. Ninakushukuru kwa habari ya uso wako Baba yangu. Uso wako uende pamoja nasi. Baba, utupe raha. Baba, utupe pumziko. Baba, utupe faraja kwenye nafsi zetu. Baba, utuongoze kwenye na safari hii Baba. Tuongoze kwenye njia iliyonyooka Baba yangu. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Baba yangu, nanyanyua sadaka hii mbele zako. Ni sadaka yangu ya kwanza kwenye lango hii la mwezi wa 6 Baba. Ni sadaka yangu ya kwanza kwenye nusu mwaka Baba. Baba, ninaomba ukaniongoze mwezi wa 6, ukaniongoze mwezi wa 7, ukaniongoze mwezi wa 8, mwezi wa 9, wa 10, wa 11 na wa 12. Kama ulivyomsaidia Ezra na watu wake wakafika Yerusalemu salama, na wakasema ulitusaidia, ukatupigania njiani juu ya wanyang'anyi, ukatusaidia juu ya majambazi wote, ukatusaidia juu ya watu wabaya. Mungu wangu, na sisi leo Baba, watoto wako tumefunga Baba, tunanyenyekea mbele za uso wako Baba. Tunaomba uso wako uende pamoja nasi. Tunaomba macho yako yatuangalie Baba. Tunaomba masikio yako yasikie maombi yetu Baba yangu. Ninaomba pua yako Baba itupulizie pumzi yako Baba yangu. Ninaomba Baba
kinywa chako kitutamkie baraka zako Baba yangu. Baba yangu, ukaturehemu, ukatusaidie Baba, ukatupe kibali mbele za uso wako, ukatuangalie Baba yangu, ukaturehemu Baba yangu, ukatuchukue kwenye mikono yako, ukatusaidie Baba yangu. Tunaachilia hizi sadaka mbele ya madhabahu yako. Pokea sadaka zetu Baba, pokea sala zetu Baba, ukaturehemu, ukaondoe teso letu Baba, kama ambavyo Ezra anashuhudia ya kwamba uliwasaidia Baba, kama ambavyo Yehoshafati anashuhudia uliwasaidia Baba, ndivyo hivyo ukatusaidie Baba watoto wako katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, utatuma sadaka yako kwenye namba 0716052202. Narudia tena 0716052202. Lakini pia kama hujaokoka, basi fuatisha sala hii. Sema: Bwana Yesu, siku ya leo ninakupokea moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye umefuatisha sala hii, utatuandikia jina lako kwenye namba 0655108869, 0655108869, na tutakupokea jina lako, tutaendelea kukuombea na tutawasiliana na wewe. Lakini pia mtu yoyote wa Mungu, kama utapitia changamoto zozote, utatupigia simu kwenye hizo namba 0716052202 au 0655108869. Mungu akubariki kwa maombi haya ya mfungo ya siku ya kwanza, mtu wa Mungu. Kumbuka tutayarudia tena saa 3 za usiku na tutaomba tena saa 9. Mtu wa Mungu, endelea kurudia. Omba uso wa Mungu uende pamoja nawe. Omba uso wa Mungu ukuangazie na Mungu akupe raha kwa jina la Yesu Kristo. Amen.